Elimu si tu mchakato wa kusoma vitabu na kufaulu mitihani, bali ni nyenzo muhimu ya kumkomboa mwanadamu kifikra, kiuchumi na kijamii. Katika karne ya 21, elimu imekuwa ndio daraja kuu linalounganisha ndoto za vijana na uhalisia wa fursa za kidunia, huku serikali ikiwa ndio muhimili mkuu wa sekta ya elimu nchini. Nguvu yake haipo tu katika kutoa miongozo, bali katika uwezo wake wa kuandaa mazingira yanayowawezesha raia kupata maarifa bora kuanzia ngazi ya awali hadi elimu ya juu. Hayo yamethibitika katika uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, akizidi kutia nguvu kubwa katika sekta ya elimu na kuhakikisha kila ndoto ya mwanafunzi inatimizwa kwa viwango vya juu. Katika ziara yetu ya hivi karibuni ndani ya manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, tulipita eneo la Kapalangao na kukutana na jambo lilotugusa mioyo yetu. Wananchi wa eneo hilo walikuwa na kauli moja: ni sifa na pongezi kwa juhudi za Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maono yake ya uwekezaji katika sekta ya elimu kwa kuwekeza katika elimu ya msingi na sekondari. Kwa mujibu wa wananchi tuliowahoji, ilikuwa ni ndoto ya muda mrefu kuiona Kapalangao ikipata shule ya kisasa yenye hadhi na miundombinu inayokidhi mahitaji ya elimu ya karne ya 21. Ndoto hiyo sasa imetimia kupitia shule ya sekondari Kapalangao, shule ambayo si tu imejengwa kwa ubora, bali imekuwa kitovu cha matumaini mapya kwa kizazi cha leo na kijacho. Sisi wananchi wa Kapalangao tulikuwa tunajisikia vibaya sana. Tulikuwa tunahisi serikali imetutenga kwa sababu hatukuwa na huduma ya aina yoyote. Baada ya kumalizika ujenzi wa shule hii, tunamshukuru Mungu na tunamshukuru Rais Samia kwanza kwa kutuletea shule hii. Umeme tunao kwa wale ambao tunaishi jirani na shuleni, maji tunayo. Hii shule ni msaada mkubwa sana kwa huku kwetu. Ni msaada mkubwa kwa sababu wanafunzi walikuwa wanatoka huku wanaenda ni mbali. Kwa hiyo kwa hapa ni msaada mkubwa sana. Tulikuwa hatuna huduma yoyote ya kijamii ambazo kwamba hata watoto, kwamba shule hata watoto ilikuwa hamna. Mimi Rais Samia namshukuru kwa kutukumbuka kutuletea hii shule. Baada ya kusikiliza maelezo ya wananchi, sisi kama Finumedia tuliamua kutembelea shule hiyo ili kujionea wenyewe. Tulichokikuta kimetushangaza na kutuvutia kwa kiwango kikubwa. Shule ina miundombinu ya kisasa, madarasa yenye nafasi na mwanga wa kutosha, ofisi za walimu zilizoandaliwa kitaalam, maabara zinazowezesha mwanafunzi kujifunza kwa vitendo, mazingira safi na salama yanayochochea hali ya kujifunza. Na hapo ndipo timu ya Finumedia ilipopata wasaa wa kukutana na mkuu wa shule Bwana Malio Andrews Mhagama, tukitaka kujua historia ya shule kwa ujumla. Shule hii ilisajiliwa mnamo tarehe 30 mwezi wa 10 mwaka 2023 ikiwa na mikondo miwili, na kufunguliwa rasmi nilikuja kuifungua kuanza wanafunzi wa kidato cha kwanza walianza mwaka 2024 Januari tarehe 8 tukiwa na wanafunzi 200, K wakiwa 100 na M wakiwa 100. Lakini bado haitoshi, mwaka 2025 tuliweza kupokea wanafunzi 261. Lakini bado shule inazidi kukua na wananchi wanaendelea kunufaika na elimu bora ya Kapalangao Sekondari. Mwaka huu 2026 tuliweza kuletewa wanafunzi 100, ambapo kwenye 160 wakiwa wasichana na wavulana wakiwa 40. Nichukue nafasi kumshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa maono yake kutupatia shule nzuri. Atujengea shule nzuri inapendeza. Katika shule hii ya Kapalangao Sekondari tuna miundombinu mizuri. Kwanza tukianza jengo la utawala, lina ofisi nyingi nzuri. Bado haitoshi, akatujengea madarasa 8. Lakini bado haitoshi, akatujengea maabara 3 za sayansi ikiwepo physics, chemistry na biology.
lakini ametujengea chumba cha kompyuta ICT room moja. Katujengea maktaba moja, na bado haitoshi. Hii miundombinu yote aliweza kuleta fedha zaidi ya milioni 603. Tunamshukuru sana kwa maono haya makubwa ya Mheshimiwa Rais. Baada ya muda kidogo katuletea tena fedha milioni 110 za ujenzi wa nyumba za walimu 2, ambapo mpaka sasa watumishi wanaishi. Basi niende kumshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Mwanamvua Mlindoko akishirikiana na timu yake wa kusimamia, akishirikiana na timu yake na Alayo Dafroza Ndalichako. Bado haitoshi, mkuu wa wilaya ya Mpanda Jamila Yusufu Kimalo akishirikiana bega kwa bega na mkurugenzi Safia Kumbuli. Lakini nitoe pongezi za dhati kwa dio wangu anaitwa Charles Ferdinand John kwa kuwa karibu, kwa kutuletea na kuwa na maono mazuri kupendekeza shule ya Kapalangao Sekondari kujengwa katika eneo hili hapa. Hii si shule ya kawaida. Ni shule iliyojengwa juu ya falsafa ya elimu jumuishi yenye kumkuza mwanafunzi kitaaluma, kimaadili na kivitendo. Kilichotuvutia zaidi ni walimu wake. Ni wabunifu, wanajituma na wanafundisha kwa weledi mkubwa. Ushirikiano kati ya walimu na wanafunzi ni wa hali ya juu. Kuna heshima, kuna mawasiliano mazuri na kuna malezi yanayomlenga kumjenga mtoto kuwa raia mwema wa kesho. Walimu hawa hawaishi kufundisha darasani peke yake. Wanalea wanafunzi katika misingi ya maadili mema, uwajibikaji, uzalendo na nidhamu. Wanahakikisha mwanafunzi anatoka shuleni si tu na cheti, bali na maarifa, stadi na maadili. Mwalimu Cosmas Muhozia John, yeye ni mwalimu wa taaluma katika shule ya sekondari Kapalangao. Anaelezea juhudi zao kama walimu katika kuikuza taaluma ya wanafunzi katika shule hii. Kwa upande wa nidhamu, jinsi tunavyowalea wanafunzi hapa shuleni, kwa kweli tunawalea kwa nidhamu nzuri. Watoto wana nidhamu nzuri na ni watiifu vizuri kabisa, na tunawashukuru kweli wazazi kwa kuwalea pia watoto wao katika nidhamu. Kwa sisi huku imetusaidia kwenda vizuri. Kwa upande wa ushirikiano wa walimu, nazungumzia staff. Kwa upande wa sisi walimu, kwa kweli ushirikiano wetu ni mzuri. Kwa kweli tunajitahidi kadiri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba ushirikiano unaendelea kuimarika. Tunafanya mambo mengi kwa ushirikiano, na kwenye mambo mbalimbali ya kitaaluma ambayo pengine yanakuwa ni changamoto, basi tunashirikishana sisi walimu kama staff, hatimaye tunapata mwarobaini wake. Kwenye upande wa ushirikiano wa wanafunzi wana ushirikiano mzuri. Wanafunzi wanaishi kama marafiki, wana ushirikiano. Kukiwa na changamoto wanashirikiana, wanatatua vizuri na mambo yanaenda vizuri. Kwa upande wa mwenendo wa taaluma, kwa kweli tunashukuru sana Mama Samia kwa kutuletea vitabu vingi. Ametuletea vitabu vingi ambavyo sasa niseme kwa asilimia kama 80 inatosha kuendesha na kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi anaweza kufanya kazima kitabu. Matarajio yetu kwa vidato vyote vya mtihani, kidato cha pili na kidato cha 4, kufanya vizuri, kuhakikisha kwamba watoto wanapata stahiki zao ipasavyo, wanafanya vizuri, na ikiwezekana kabisa kufuta daraja 0, yani lisiwepo tena. Shule ya sekondari Kapalangao imechukua hatua ya kipekee kwa kuunganisha masomo ya darasani na kazi za mikono kwa vitendo. Ufugaji wa samaki. Shule inafuga samaki kwa ajili ya kitoweo, jambo linalochangia lishe bora kwa wanafunzi na kuwafundisha stadi za ufugaji.
Kupitia shughuli za kiujasiriamali, mwanafunzi anajifunza kutengeneza sabuni, hatua inayoandaa kujijenga baada ya masomo. Shule inalima mboga mboga na miwa, si tu kwa matumizi ya shule, bali kama sehemu ya mafunzo ya kilimo cha kisasa. Hii ni elimu inayomwandaa mwanafunzi kwa maisha halisi, elimu inayojenga fikra za ubunifu, kujitegemea na kuthubutu, kama anavyoelezea Mwalimu John Anthony Michael ambaye ni makamu mkuu wa shule ya sekondari Kapalangao. Shule yetu inajishughulisha na shughuli zingine mbalimbali, ikiwa na maana kama extra curriculum. Watoto wetu sio kwamba tu wanapewa elimu ya madarasani, lakini pia watoto wetu pia tunawafundisha namna ya ujasiriamali. Ujasiriamali katika mfumo upi? Katika mfumo wa kwamba tuna bwawa la samaki shule yetu, tuna mradi wa kuzalisha samaki, ambao mradi wa kuzalisha samaki unasaidia upatikanaji wa samaki. Kwa hata tunapotoa kile chakula, ina maana wao watanufaika kwa kula samaki. Lakini pia ukiachia mbali ufugaji wa samaki, shule yetu pia ina bustani, ikiwa maana kwamba tunazalisha mboga zinapatikana kule maeneo ya shule yetu. Lakini pia tunalima na mpunga unapatikana hapa. Ni watoto wao ndio wanaofanya hizo kazi. Pia maana tunawafundisha pia hata baada ya kumaliza shule hapa, wanapoenda nje huko mtaani katika jamii zetu, waweze kuwa ni watu ambao wanachapa kazi. Tunamshukuru Mama Samia kwa kutujengea shule nzuri, kwa sababu miundombinu yote nayosema hiyo, bila Mama Samia inawezekana kabisa isingekuwepo mahali hapa. Uwepo wa shule hii umeleta mabadiliko makubwa katika eneo la Kapalangao. Wanafunzi hawalazimiki tena kusafiri umbali mrefu kutafuta elimu bora. Wazazi wana imani na mustakabali wa watoto wao. Jamii imepata chachu ya maendeleo kupitia ajira na shughuli za uzalishaji zinazofanywa na shule. Kwa hakika, uwekezaji katika elimu ni uwekezaji katika taifa. Kapalangao sasa si eneo la kawaida. Ni mfano wa namna dhamira ya uongozi, ushirikiano wa walimu na jamii vinavyoweza kuibadilisha historia ya eneo husika. Shule ya sekondari Kapalangao ni ushahidi hai ya kwamba ndoto za wananchi zinaweza kutimia pale panapokuwa na maono, uongozi thabiti na ushirikiano wa wadau wote wa elimu. Lakini je, wanafunzi wa Kapalangao sekondari wao wanasemaje? Nimesimama hapa kwa niaba ya wanafunzi kumshukuru Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ametujengea shule, ametupa madarasa mazuri, ametujengea pia library, tuna chumba cha ICT, lakini pia tuna chumba cha maabara. Maabara zote 3 ya physics, chemistry na biology. Lakini ametuletea pia walimu wanatutosheleza, wanafundisha vizuri, walimu wanafanya kazi kama timu. Kwanza napenda kutoa shukrani na pongezi nyingi kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Samia Suluhu Hassan, kwa kuwa ametupatia shule nzuri na ya kisasa. Imejengwa na kwa miundo mbinu ya kisasa kama laboratory za kisasa, ICT room, yani vyumba vya tehama, pamoja na library ambavyo vitamwezesha mwanafunzi kuweza kusoma kwa ufasihi. Lakini napenda kuzungumzia zaidi katika ngazi ya mkoa. Mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Mwanamvua Mlindoko pamoja na timu yake ambayo ikiwa hapo mkuu wa wilaya Jamila Kimalo, kwa kuwa wametuwezesha sisi wanafunzi, wanatupa sapoti kubwa katika kusoma kwetu. Lakini pia afisa elimu ambaye ni Charles Ferdinand John amekuwa akiwa karibu na sisi au akiwa sambamba na sisi katika kuendeleza ufaulu wetu. Lakini pia napenda kutoa shukrani kubwa kabisa kwa walimu wetu kwa kuwa wamekuwa wakitusimamia tuweze kupata matokeo yaliyo bora. Lakini sambamba na hilo, nawashukuru walimu wetu katika kukuza nidhamu yetu. Wamekuwa wakitusimamia, wakitupa malezi bora kuhusu tabia nzuri ambayo inatusaidia kuwa na nidhamu bora. Lakini pia wamekuwa wakitupatia shughuli za ziada za kuweza kufanya kama vile kufanya ujasiriamali mdogo mdogo, kama ndo unavyoona hapa kuna sekta mbalimbali kama vile
kuna bwawa la pale, lakini tunapanda miwa ambavyo tukiweza kuvuna hivyo vitu ambavyo tumevipanda kutupatia fedha. Hizo fedha zinatumika kuendesha shughuli mbalimbali. Kwa mfano, na mpaka sasa ninavyoongea, fedha iliyopatikana tumenunua jezi kwa ajili ya michezo. Walimu wanastahili pongezi kwa kazi kubwa wanayofanya. Wananchi wanastahili kupongezwa kwa kuithamini shule yao, na zaidi ya yote ni uwekezaji katika sekta ya elimu unaendelea kuzaa matunda yanayoonekana wazi wazi. Kapalangao sasa imepata zaidi ya shule, imepata tumaini jipya. Safari yetu katika shule ya sekondari Kapalangao imethibitisha kuwa elimu si vitabu pekee, bali ni mazingira, maono na watu wanaojitolea. Kapalangao imeacha kuwa jina la eneo tu. Sasa ni kielelezo cha namna Tanzania inavyopiga hatua kuelekea uchumi wa maarifa na ujuzi. Tunapoondoka viwanjani hapa, tunaondoka tukiwa na picha ya mwanafunzi anayejiamini, mwalimu mbunifu na jamii yenye matumaini. Hakika kama mche wa miwa unavyostawi katika bustani za shule hii, ndivyo na ndoto za watoto wa Mpanda zinavyochipua kwa kasi kuelekea kilele cha mafanikio. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuandalia makala hii, langu jina ni Edith Shiwaligo.